Juni 27. Ijumaa, mwaka wa 2025. Kusudi la Mungu wa Efeso 3:16. Naomba kwamba kutokana na utajiri wake wa utukufu awaimarishe kwa nguvu kwa njia ya Roho wake ndani yenu. Wewe, Remnant, lazima uweze kuona kwamba wewe mwenyewe, masomo yako, na kanisa vyote viko ndani ya mpango kamili wa Mungu. Kila kitu kiko ndani ya mpango wa Mungu na Mungu mwenyewe hutekeleza kazi zake. Hii inaitwa kusudi la Mungu. Kama ndivyo, Mungu ana mpango wa aina gani? Kwanza, Mungu ana mpango kamili kuhusu uinjilisti. Ni kwa sababu kila mtu anahitaji Injili. Kwa kuwa mpango wa Mungu ni kufanya uinjilisti wa ulimwengu, unahitaji tu kubaki ndani ya hili. Pili, kuwaokoa watu wa mataifa pia ni sehemu ya mpango kamili wa Mungu. Waisraeli waliweza kushinda mizozo na matatizo yote waliokumbana nayo wakiwa safarini kuelekea kwenye nchi ya ahadi. Nanyi pia mtakapoanza maombi kwa ajili ya mataifa 237 na makabila 5,000 yanayovuka shamba mnaloishi, nguvu za giza zitavunjika. Tatu, Mungu ana mpango kamili wa kuzuia majanga. Ni kwa sababu majanga yatakumba kabisa shamba ambalo limetekwa na Shetani na kutenganishwa na Mungu. Kwa hivyo, lazima ujitayarishe kwa Injili pekee na kuzuia majanga. Mpango kamili wa Mungu uko ndani ya shida yoyote ile, tukio au ugumu wowote unaokutana nao. Usidanganywe na kile unachokiona na uwe remnant anayetafuta mpango wa Mungu kamilifu. Ombi la leo: Mungu Baba, nisaidie kuwa remnant ambaye anagundua mpango wako kamili ndani ya kila kitu kinachotendeka. Ninaomba katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Amen.